Alama tatu muhimu kwa Simba. Mbio za ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara zimekuwa moto sana. Nipo na Dr. Mohamed hapa. Bwana Dr. upo vizuri kwanza? Niko poa, niambie. Shwari, mchezo umemalizika. Tumekuwa hapa KMC Stadium kumtazama Simba dhidi ya Singida. Kwanza ulikuwa mchezo aina gani? Mchezo mgumu sana. Umeona jinsi ambavyo Singida leo wamekuja wakiwa bora. Wamekamia game, wamecheza kwa tahadhari kubwa. Huku wakiwa na moment nyingi nzuri kwenye katikati wa uwanja. Uwepo wa Athabada, Segi Poko, Maruf Shekel kwenye eneo la Bidifrid was very fantastic. Walikuwa bora sana kudominate mchezo, lakini sisi tumecheza kwa tahadhari na ukubwa tulionao. Transition phase tofauti zimeweza kutupa matunda na hatimaye Steven Dese Mkwara akaweza kupata goli bora sana ambalo limetupa ushindi leo. Wao ukiangalia namna ambavyo tumecheza kwenye first half, tulicheza kwa nidhamu kubwa huku tukiwa tahadhari ya kutokucheza mpira wenye speed kwa sababu ya aina ya mpinzani tukutana naye, lakini pia ukizingatia tumetoka kwenye finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo uchovu ulikuwa kwa wachezaji wa asilimia kubwa. Kwa hiyo ukishangamua hilo, lazima mwalimu acheze mpira wa kupoza, sio mpira wa speed, kwa sababu anatambua wachezaji wake wengi wamechoka kwa sababu ya ile mental fatigue, body fatigue walikuwa nao kutokana na mechi kubwa ambayo wamecheza finali. Ndio maana unaona mwalimu alikuwa anataka acheze kila mmoja kwenye zoni yake, huku akitoa mpira akicheza mpira kwenye eneo kubwa ili kumpa nafasi kupumua mtu mwingine. Na wao yes, tumecheza hivyo. Mungu akasaidia tukapata bao la kuongoza. Lakini mchezaji kama Maruf Shekel leo amecheza kuendelea na mchezo, anaonekana ni bora, lakini baada ya kupigwa mpira wa uso naona hizo ulimwathiri akaweza kutolewa nje. Lakini unaona Jean Charles Ahoua, Elie Mpanzu Kibisawara, hata Joshua Budo Mutale ambao pia wamezalisha moment ya goli bado hawakuwa bora kwa sababu ya uchovu ambao walikuwa nao. Kwa namna ambavyo ulikuwa unaona wao leo Jean Charles Ahoua anakwenda kuscore, lakini anashindwa kuscore kwa sababu ya ile fatigue ambayo anayo. Mimi niliwaelewa wachezaji wangu, na kikubwa ambacho nilikuwa naomba kwa Mungu ni Mungu awasaidie libaki ile goli moja ambayo tumefunga ili tuondoke na ushindi, kwa sababu ratiba ambayo tunao ratiba ngumu. Umetoka kucheza mechi ya finali kubwa, tutarajia tupate mapumziko zaidi ya wiki moja, lakini unapumzika masaa 24, the next day unapata game ile intense kubwa. Unapata mpinzani mgumu kama Singida ambaye ameahidiwa milioni 200 ili aweze kufunga wewe. Wewe unaweza kujiona ni mechi ya gani? Maana ni mechi ya kufa na kupona. Waliahidiwa pesa, ndio maana leo walikuwa tayari kuua leo uwanjani. Na mzigo ambao umewekewa Dr. huu unaweza ukachochea ugumu wa mchezo wa leo. Kabisa. Unaona Jonathan Soa leo ameumiza wachezaji wetu wawili makusudi. Kama umeumiza Shabalala, kama umeumiza Musa Pimpin, kama it was a total unprofessional footballer. Hutakiwi kuwa mchezaji professional football huwezi kuwa like that. Yani kwamba wewe ni mchezaji football mchezaji ambaye ni professional football wa kulipwa kimataifa, unacheza kwa utovu wa nidhamu kama ule ambao ameonyesha Jonathan Soa. Indiscipline. Ile ni indiscipline ya hali ya juu sana. Na mimi nimpongeze Risasi, alikuwa mwema sana leo na alikuwa muungwana. Hakuweza kutoa kadi nyekundu kwa Jonathan Soa. Otherwise hakupaswa kumaliza mchezo leo. Alipaswa apate kadi nyekundu yeye pamoja na Trabit Anton kwa madhambi ambayo wamefanya. Unaona Shabalala yuko chini, anafika anampiga maksudi. Musa Pimpin Kamala pia mpira uko nyuma yake, anafika anamkaya kwenye mikono. Alafu anaambiwa anaanza kushout, anataka kupigana na referee, anataka kupigana na wachezaji, anataka kupigana na mashabiki. Kweli mchezaji unachukua kibendeo na wapiga mashabiki. Ile ni kadi nyekundu. Alitakiwa kupewa sababu amemweka kibendera anapiga mashabiki nje. Ile ni kadi nyekundu. Clear kadi nyekundu, lakini refa kwa sababu alikuwa ni muungwana leo, hekima na busara zimemtawala, akaamua kubalance mchezo. Huyu muamuzi Eli Sasi ambaye amebalance mchezo kama anazungumzia, ndiye muamuzi ambaye anashushiwa lawama hivi sasa. Inasemekana kwamba Singida kuna namna wamenyongwa penalti kama Jonathan Soa hawajazipata. Ni kweli Eli Sasi hakuwa fair leo hii? Leo amekuwa fair sana katika mechi ambazo nimeanza kuzitazama za Eli Sasi. Nimezishuhudia kwenye umri wangu huu wa utu uzima. Hii ndio mechi bora ambayo amechezesha kwa kuzingatia hekima, busara na sheria 17 amesimamia. Na leo amekuwa ameenda mbali zaidi. Hekima yake na busara imemtuma kutoa kadi nyekundu 2 kwa mchezaji Tabita Antoni na Joshua na Jonathan Soa. Hekima ingempeleka visivyo, leo Singida wangemaliza mchezaji mechi akiwa pungufu ya watu wawili. Lakini leo amechezesha vizuri sana, na mimi nimpongeze. Na nitafuta sehemu aliko nitampa 50 kwa kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu uwanjani. Amechezesha fair. Hicho kinachoendelea leo sasa hivi kwa mtandao wa kijamii ni propaganda ambazo watu wanaleta propagation kwa ajili ya kutrendisha tu ili kuzima tukio la kocha referee wa Mauritania. Yeye Arasibekane aliyowapa ubingwa Arasibekane ndio wanataka kuzima story hiyo, lakini watashindwa na watarejea kwa uwezo wa Mungu nasema. Kwa hiyo hayo nazungumza sio kweli. Leo
Elisasi amekuwa bora sana kuchezesha leo. Niseme tu tulikuwa bora. Tushukuru Mungu, timu kubwa imepata matokeo, lakini niwapongeze Singida Black Stars. Wamedeserve kukata tiketi ya kucheza msimu ujao kimataifa. Nafasi ambayo wanne waliopo wamedeserve kwa kikosi ambacho wanacho. Singida hii ingekutana na Yanga Afrika ikawa anacheza hivi, utopora hawezi kutoka, anaweza kapigwa bao 3. Kwa nini tunashuhudia Singida tofauti ikiwa inacheza na Yanga Africans? Si ndio mpinzani wake sahihi? Mpinzani wake wa kweli ni Simba. Yaani mpinzani wa kweli wa Singida Black Stars ni Simba. Lakini wanapocheza na Yanga ni mkubwa na mdogo. Singida Black Stars ni marafiki wa Yanga, ni mashemeji, ni mawifi wale, ni wakwe, ni mashenga, ni washe, ni tawi lao. Dr. Mapema asubuhi ya leo Young Africans wameibuka na taarifa kwa umma. Wamelaani vikali vitendo vya mashabiki wao kupigwa. Wewe unasemaje Dr.? Yanga wameibuka na taarifa kwa umma. Ni taarifa ya hovyo kwa sababu hakuna shabiki wa Yanga amepigwa kwenye mechi ya Simba. Mimi nilikuwepo Amani Stadium pale. Hakuna shabiki wa Yanga yote alipigwa na mashabiki wa Simba kwenye mechi ya nini? Kwenye mechi ya finali. Mimi labda niseme tu, mimi pia naunga mkono, siungi mkono mashabiki kupigwa uwanjani. Siungi mkono. Lakini juzi hakuna shabiki aliyepigwa. Mbona Yanga Afrika walikaa kimya? Mimi nilipigwa Dr. Mohamed Hamisi. Tena mimi nimepigwa hadharani mbele ya chombo cha habari nafanywa mahojiano. Nimepigwa mbele nyuma mbele ya engineer, gari yake ilikuwa pale ipo ndani. Nimepigwa alikame pembeni yako amesimama na alikuja, ukoona? Hawakutoa taarifa. Walikuja makomando 6 wa Yanga pale wakataka kunivamia. Lakini mbona hawakutoa taarifa ya umma kama hiyo waliotoa juzi? Waliotoa leo. Maana yake waliwatuma wale kuja kunipiga. Kwa hiyo mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu, si ndio? Kwa hiyo kimsingi hiyo taarifa yao haiendani na wakati uliopo kwa sababu ni taarifa ambayo haina mashiko. Kwa sababu hakuna mshabiki wa Yanga hata mmoja amepigwa kwenye mechi ya finali. Kwanza hawakuja wengi. Huyo Kevo, yule Kevo mwekundu kama nyanya, alikuja finali na aliingia na alikuwa amevaa jezi ya Sibekane. Alikuja anawashwa miguu yake na washwa akaingia ndani na akacheza mechi. Wale mademu wa Yanga kina Riza wanakumbuka? Wakina Riza. Tulikuwa nao wote uwanjani ndio wapiga. Watu wote wanakuja kuangalia, hakuna leo. Video Dr. anatembea moja mtu anakanyagwa mshabiki wa Yanga. Mnajua yule alitolewa, alikuwa amekaa kiti cha mtu, akaambiwa akakae kwingine, ndio maana akatolewa akawa hataki kwenda kukaa. Akatolewa kana kukaa kwingine. Sasa kama wanalaani vitendo hivi, mbona wanalaani tu kwa mashabiki wa Yanga? Mimi nilipigwa na staff wao. Hawakutoa taarifa maana yake wao ndio waliwatuma. Kwa Yanga ni watu wa vurugu na vurugu hizo wamezizoea wao. Dr. neno moja kuelekea Manyara Tanzanite kwa raha nusu finali ya CRDB. Wana Simba tushikamane, tuwe kitu kimoja, tunaelekea away. Kesho timu inaondoka kwenda Manyara kupambana na Singida Black Stars. Timu hii ugumu huu ambao tumeona leo tutarajie kwa raha kule uwanja kwa raha Gwara kule Tanzanite Park, Tanzanite kule Manyara utakuwa maradufu zaidi ya hapa. Tujipange, tushirikiane. Dua zizidishe ziwe nyingi. Kwa sababu unapomfunga Singida, umemfunga Yanga, umemfunga JSM, umemfunga Utoporo, umemtunga Ngogwa wa kijani, umemfunga Churwa, umemfunga kina Godi Yanga, umemfunga kila kitu na mshirika wao. Kwa hiyo goli la leo limefunga timu karibia 5 na washirika wao karibia 100. Kwa hiyo tunakwenda kuitafuta nusu finali kule, tucheze finali. Mume huwa akimbiwi. Shukrani Dr. Walitukimbia kwenye ligi kuu. Sasa tunawafuata finali wakimbie tena. Shukrani Dr.